Katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njoo kwangu ninyi nyote msumbukao, nami nitawapumzisha. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii. Asante kwa pumzi ya uhai, kwa neema ya kuishi, na kwa upendo wako usiobadilika. Leo hatuji kwa nguvu zetu, tunakuja kama tulivyo, wachovu, wakimya, wakihitaji wewe. Ee Roho Mtakatifu, tuliza mawazo yetu. Ondoa kelele zote za ndani. Tusaidie tusikie sauti yako kwa upole. Bwana, wewe unaona yale ambayo hatuambii mtu. Unaona machozi ya moyoni. Unaona hofu za usiku. Unaona maumivu ya kujilaumu, ya kujihisi dhaifu, ya kujaribu kuonekana imara ilhali ndani tumevunjika. Leo tunachagua kukuamini. Tunachagua kuamini kuwa hatubebi maisha haya peke yetu. Bwana, sema nasi. Baba, leo kwa hiari yetu tunaachilia wasiwasi wa kesho. Tunaachilia maumivu ya jana. Tunaachilia lawama dhidi yetu wenyewe. Tunaachilia hofu ya kushindwa. Tunakabidhi kila jambo mikononi mwako. Tunakiri kuwa hatuwezi peke yetu. Na hilo si udhaifu, ni hekima. Bwana, beba mzigo wetu. Tubadilishe uzito wetu na amani yako. Tubadilishe machozi yetu na faraja yako. Ee Mungu wa tumaini, tupe nguvu mpya rohoni, akilini na moyoni. Pale tulipochoka tutie nguvu. Pale tulipozimika tuwashe tena. Pale tulipokata tamaa tukumbushe kuwa bado uko kazini. Bwana, hatuombi maisha rahisi. Tunaomba moyo thabiti unaokutegemea. Leo tunatangaza kwa sauti ya imani. Mungu yuko pamoja nami. Sijatelekezwa. Safari yangu iko mikononi mwa Bwana. Hata nisipoona njia, Mungu anaiona. Amani ya Mungu inatawala moyo wangu. Ninapumzika ndani ya mapenzi yake. Baba, asante kwa utulivu huu. Asante kwa amani inayopita ufahamu. Asante kwa kunikumbusha kuwa nina thamani machoni pako. Tunainua kutoka mahali hapa, tukiwa wapya. Kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amina.